Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu unayetazama popote ulipo. Ninaomba sikiliza ujumbe huu wa neno la Mungu. Na ninayekuletea ujumbe huu ni mimi Pastor Musa Kilamba. Leo nataka nizungumze na waimbaji wa nyimbo za Injili pamoja na watumishi wa Mungu. Acheni kuitumia AI. Acheni kuifatisha dunia, hizi ni siku za mwisho. AI ni mpango wa shetani kutoka kuzimu ili kuharibu huduma za waimbaji wa nyimbo za Injili, na huu ni mtego kamili kabisa wa shetani ambao anautumia ili kuharibu huduma makanisani na kukaribisha roho ya uvivu kwa watumishi wa Mungu, kwa waimbaji, ili wasimtafute Mungu, ili waendelee kutumia AI. AI ni mpango wa shetani. AI ni mpango wa shetani kutoka kuzimu ambao ameuleta ili kukaribisha roho ya uvivu kwa watumishi wa Mungu na kwa waimbaji, wasimtafute tena Mungu, ili wasiendelee kujishughulisha na mambo ya Mungu. AI ni mpango wa shetani, na huu ni mtego ambao shetani ameuleta ndani ya kanisa, ndani ya waimbaji, ili kuharibu huduma nyingi za waimbaji. Hizi ni siku za mwisho. Yesu akasema siku za mwisho maarifa yataongezeka. Watu wataipenda dunia kuliko kumpenda Mungu. Watu watakataa kweli, watafata mafundisho ya mashetani. Biblia inasema katika Wagalatia sura ya 3 mstari wa 1, ni nani aliyewaroga enyi Wagalatia msio na akili? Ni nani aliyewaroga enyi waimbaji wa nyimbo za Injili mnaotumia AI? AI ni mpango wa shetani ili kuharibu huduma za waimbaji wengi katika siku za mwisho. AI ni mtego kamili kutoka kuzimu ambao anautumia shetani kwa ajili ya kuua huduma makanisani, kuua huduma kwa watumishi mbalimbali na kwa waimbaji. Acheni kuitumia AI. Mwanaume Yesu anarudi. Lango la mbinguni ile siku ya mwisho litawazuia watu wengi sana, na hapo ndipo watu watalia na kusaga meno. Inawezekana duniani uliheshimika, ulikuwa maarufu, ulikuwa unaitwa mhubiri maarufu, mwimbaji maarufu, lakini ukafika kwenye lango la mbinguni mbele ya kiti cha enzi cha Mungu Baba, unaambiwa sikujui, toka ukunenda jehanamu. Utalia na kusaga meno. Nimekuja tu